Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni rafiki yako hapa, mtumishi wa Mungu na mwalimu wa neno la Mungu, Edwin Urio. Leo nina habari kidogo ambayo inaweza sio nzuri sana, lakini nimewiwa kuliongea hili jambo kwa upana kidogo. Ndugu zanguni, kama unavyojua, hauwezi kuishi peke yako. Maisha ni kuishi na watu wengine. Maisha hauwezi kuishi peke yako. Unahitaji watu wa kukusaidia kwenye kazi zako. Ndiyo, unahitaji watu wa aina mbalimbali wa kukusaidia kazi. Inaweza ikawa ni kwenye biashara yako, inaweza kuwa ni kwenye taasisi yako, inaweza kuwa ni kwenye huduma yako, inaweza kuwa ni nyumbani kwako, inaweza kuwa ni kwenye mashamba. Kwenye kazi zako zote unahitaji watu. Unahitaji watu watakao kusaidia kazi, kwa sababu wewe mwenyewe huwezi. Kupitia wao wewe unainuka, lakini pia na wewe pia unatumika kama kuwainua hao watu wengine. Sasa kuna kitu fulani ambacho kinajijenga kwenye tabia za Kiafrika sana. Tabia za Kiafrika. Kuna mambo yanajijenga kwenye tabia za Kiafrika. Amen. Kitendo cha mtu kuwa anafanya kazi kwako au anatumika kwako, akili nyingi za Waafrika zinakuonyesha kana kwamba ni mtumwa, kana kwamba ni mtu hafai. Unaanza kumtreat huyo mtu kama mnyama. Na hii naongelea maeneo yote. Iwe ni wasaidizi wanaokusaidia kazi nyumbani, wa kike au wa kiume. Iwe ni makanisani. Iwe ni kwenye biashara zako, umeweka watu. Iwe ni kwenye mifugo, iwe ni kwenye mashamba, iwe ni ofisini kwako, iwe ni taasisi yako, iwe ni kwenye idara yako. Wale watu ambao wanakuwa chini yako, Mungu anakuletea watu ili wakusaidie. Wanakusaidia kufungua ofisi, wanakusaidia kuuza, wanakusaidia kufungua kanisa. Kwa sababu wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, ni mtu mmoja. Huwezi ukadeki kanisa, huwezi ukapanga viti, huwezi ukapiga vyombo, huwezi ukaimba, huwezi ukaombea, huwezi ukahesabu sadaka, kwa kusanya sadaka, kila kitu ni wewe. Huwezi. Kwa hiyo kuna watu Mungu analeta chini ya watu. Hao watu wanafanyika wasaidizi. Biblia inawatamka kama mjakazi, mfanyakazi, mjakazi. Amekuja kwa ajili ya kufanya kazi, iwe ni wa kike au wa kiume. Ama ulimuhitaji wewe, au alikuja mwenyewe akiwa na matatizo, akaja akawa ameomba ili umsaidie. Lakini japokuwa unamsaidia, lakini na yeye pia anakusaidia pale. Ili jambo tunaliona kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 16 kuanzia mstari wa 1. Tunamwona kipindi cha nyakati za Ibrahim, alitokea mjakazi anaitwa Hajiri, akawa anamsaidia Sara kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona pia Mwanzo sura ya 29 ule mstari wa 24, utamwona Yakobo. Kwanza Yakobo mwenyewe anakwenda kutumika kwa Labani, kwa mjomba wake. Anamdhulumu mshahara wake mara 10. Kosa kubwa sana. Baadaye unamwona anakuja kuwaoa watoto wa mzee Labani. Lakini tunaona wale, kuna wajakazi, kuna Bilha, kuna na Zilpa, ni wajakazi. Lea akampata Zilpa na Raheli akapewa Bilha kama mjakazi wake. Yaani mke na binti wa kumsaidia kazi. Yakobo mwenyewe alikuwa anafanya kazi kwa Labani. Labani akamdhulumu mali. Tunamwona Hajiri amefanya kazi kwa Abraham kwa miaka ya kutosha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona Wafalme wa Pili ile sura ya 5. Wafalme wa Pili ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 2 na wa 3. Tunamwona mtu mmoja anaitwa Naaman, aliyekuwa amiri jeshi, aliyekuwa mkuu wa jeshi la Waashami. Anaitwa Naaman, alikuwa anaokoma.
walikwenda kuishambulia Israeli, Wayahudi kule, wakamchukua binti moja akawa kama mjakazi, mtumwa. Tunaona yule binti baadaye akaja akamwona huyo bwana aliyemchukua ana ukoma, ni mkuu wa majeshi lakini ana ukoma. Akamwambia mama, yule bibi akamwambia, bibi, kule kwetu huyu baba anapona. Kuna mtu kule kwetu, hii kitu watu wanaponaga. Ni uponyaji wa Naaman ulitokana na binti wa kazi. Kweli mke akaenda kumwambia jemadari Naaman. Naaman akaenda akaombea mfalme wa jeshi la Shamu, akaenda kule, wakaenda wakapata uponyaji. Akaambiwa jichovye Jordan mara 7, ukoma wake ukapona. Tunamwona huyo ni binti wa kazi, tena ambaye alikuwa ni kama mtumwa. Nataka kusema nini? Tunaona kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 39 na ule mstari wa 5. Tunamwona Yusufu anauzwa na ndugu zake, anakwenda kuuzwa kwenye soko la utumwa, ananunuliwa na Potifa, anakwenda kuwa mfanyakazi nyumbani kwa Potifa. Tunaona vile ambavyo Mungu alimbariki yule Potifa kwa sababu ya Yusufu. Tunamwona yule Potifa akamheshimu sana na kumthamini sana Yusufu, kwa sababu aligundua tangu Yusufu amefika nyumbani kwake baraka zimeongezeka mno. Akamkabidhi kila kitu. Yaliyotokea Biblia inasema wazi, mkewe akaanza kumletea shida Yusufu, akataka kulala naye kwa nguvu. Yusufu akakataa, akamsingizia, akaenda gerezani. Kufika gerezani amefungwa, akapata nafasi ya kuwa kiongozi kule gerezani. Maandiko yananiambia mkuu wa gereza akakabidhi kila kitu kwake mpaka wafungwa. Baadaye tunamuona Yusufu anakuja kutoka, anakwenda kuwa kiongozi katika taifa kubwa la Misri kipindi hicho chini ya mfalme Farao. Nataka kusema nini? Wasaidizi au wafanyakazi, chukulia utakavyomtaja, iwe dada wa kazi, iwe utakavyotamka mwenyewe, iwe ni kijana utakavyotamka mwenyewe. Lakini watu hawa ni watu muhimu sana ambao Mungu anawaruhusu wanakuja kwenye maisha yako. Ni kweli anaweza kuwa ni mbaya, anaweza akawa na makosa. Nataka niseme nini? Unavyomuona kijana anakuja kufanya kazi kwako, usimtese, usimdhulumu, usimuonee, kwa sababu na wewe pia una watoto wa kiume. Anakuja binti anafanya kazi nyumbani kwako kama binti wa kazi, kama dada wa kazi au house girl. Unamuonea, unamtesa, unamuumiza, unampiga vibaya mno, unamfanyia ukatili usio wa kawaida. Sasa unaweza ukafanya vile, vyombo vya sheria vikakuchukulia. Lakini je, hivi unajua umetengeneza laana kubwa kiasi gani kwa watoto wako wa kike? Huwezi kuwa na binti wa kazi nyumbani anayefua, anayeangalia watoto wako, anayepika, anayewapeleka shule, anayefanya kila kitu nyumbani. Wewe kila labda unashinda kwenye biashara zako, ama unashinda kanisani, ama unashinda mahali popote. Alafu unakuja unakuta amevaa matambara, analala sehemu mbaya, anaumwa, unamtumikisha au anafanya kazi akiwa anaumwa vile vile. Haumjali kama mwanadamu mwenzako. Alafu unakuta muda huo na wewe pia una watoto wa kike nyumbani kwako. Vile unavyomtendea yule binti anayekuja kutumika kwako, vile vile ndivyo itakavyokuwa kwa watoto wako. Unatengeneza laana ambayo haitakaifutike kabisa kwenye maisha yako. Unauletea laana kubwa uzao wa nyumba yako. Unakuta baadaye watoto wako wa kike au wa kiume wanakuja kupata matatizo makubwa sana kwenye maisha yao baadaye. Sasa kuna watu wamewatesa mabinti wa kazi nyumbani kwao na ndoa zao zikaharibika bila kujua. Wengine wanachukuliwa mabinti wanafanya kazi nyumbani, matokeo yake wanabakwa na hawa baba wa hizo nyumba, ama vijana wa hiyo nyumba. Ama kama ni kijana wa kiume, huyo mama au mabinti wanamfanyia kitu kibaya.
Yeyote anayekuja kwenye maisha yako kama mjakazi, iwe ni mtumwa, iwe anaomba msaada, iwe ni kwa kumsaidia kwa namna yoyote, unapaswa kujua namna ya kumtreat. Usimuone kama umemchoka, kama unaona hafanyi inavyotakiwa, mruhusu, mrudishe nyumbani aondoke. Mrudishe aondoke aende kwao. Usikubali akamwaga machozi kwa sababu ya mateso. Mtu anaweza kusema, wewe bwana, wewe mwalimu, wewe mchungaji bwana, unaongea tu, watu ni wakorofi, hawasikii. Mrudishe kwao. Usichukue nafasi hiyo kumpiga, usichukue nafasi hiyo kumtesa, usichukue nafasi hiyo kumwadhibu. Kwanza wanalipwa ujira mdogo sana. Akivunja sahani, akimwaga chakula, akiunguza mboga, anakatwa mshahara. Unamuonea, unamtesa. Kile kitu ambacho hata mwanao wa kumzaa huwezi kumtendea. Lakini eti kwa sababu huyo amekuja nyumbani kwako ili kuja kutumika, basi unamuonea, unamtumikisha kama mnyama. Hiyo ni laana. Narudia tena, enyi wazazi mnaonisikia, mtawaletea watoto wenu laana mbaya sana baadaye, kwa sababu ya kuwatesa hao watu wanaokuja nyumbani kwako, uliyemtafuta kuja kukusaidia kazi. Au kwenye biashara zako, umeweka watu kwenye biashara, unawaonea, unawadhulumu mshahara, unawapiga, unamfungia ndani, unamuonea, unamngoa kucha, unawapiga. Wengine nimeona mpaka wanachomwa na pasi. Utamchomaje mtu mwingine na pasi, wakati pia na wewe pia una mtoto? Kwa hiyo kwa habari ya mjakazi, kwa habari ya kijana wa kusaidia kazi, iwe popote, na haya mateso hata kwenye makanisa yapo. Unakuta kabisa watumishi wa Mungu wanawanyanyapaa na kuwatesa wale ambao Mungu amekuletea chini ya huduma yako ili wakusaidie kazi kwenye huduma. Wewe unaona kama vile ni watumwa au ni Mungu. Unajua iko hivi, mtu mmoja anaweza akawa ana baraka fulani, na mtu mwingine akawa ana baraka fulani, na mtu mwingine ana baraka fulani. Wanapokusanyika wote kwenye maisha yako, uwe na hakika kupitia baraka zao na wewe lazima utainuka. Hii hata makanisani, watumishi wa Mungu mnanisikia, maaskofu wakatili, mashehe, viongozi wa kiroho makatili, wanaoletwa kwenye huduma, wale wasaidizi wa huduma, mnawatesa na kuwalaani. Mtu kuletwa chini ya maisha yako ni baraka. Kama unaona humwezi, mruhusu aondoke. Mwachie aondoke huyo mtu wa kazi aliyekuja kukusaidia. Lakini unapokwenda kumuonea na kumtesa kwa namna hiyo, unajisababishia laana, na laana hiyo inakuja kwenye uzao wako. Hiyo laana itakuja kwenye uzao wako, haitaondoka. Ni jambo baya sana. Unaweza kukuta mtu anafundisha kanisani, anafundisha vizuri tu, lakini nyumbani kwake anaoishi nao anawatesa, ama humo kanisani anawatesa. Kila mmoja asijione ni bora machoni pake mwenyewe. Ni vizuri kujua namna ya kuishi na watu wengine vizuri. Ni vizuri kujua namna ya kuwatreat watu wengine vizuri. Ni vizuri kujua mtu anayekuja kwako, hata kama unamuona kwao ni maskini, umemsaidia, umefanya, ni Mungu aliruhusu. Usichukue nafasi hiyo kama kuwatesa watu wanaokuja kufanya kazi chini yako. We ni bosi hapo ofisini, unaishia kudhulumu tu na kuwatesa wengine. Huwalipi mishahara yao, unawakata makato yasiyokuwa na maana, unawaonea walio chini yako. We ni kiongozi hapo kwenye hiyo idara, hiyo taasisi ni ya kwako, hiyo NGO ni ya kwako. Sikiliza, hayo machozi ya huyo binti, hayo machozi ya huyo kijana uliyemdhulumu mshahara wake, hivi unafikiri unaweza kuwa salama? Huwezi kuwa salama, hautaweza kuwa salama, huwezi kuwa salama.
Wewe ni kufukuza tu watu kazini, fukuza tu. Sikiliza, wanadamu wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu hata mmoja aliyekamilika. Cha kwanza lazima ujue namna ya kuchukuliana na watu.